ليدبروا كل حرف به ففيه العظات وفيه العبر ليدبروا كل حرف به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. Waislamu mtukufu, tunawakaribisha katika kipindi chetu hiki kwa ajili ya kukumbushana na kufaidishana, hususan katika malezi ya watoto wetu. Waislamu mtukufu, sababu kuu iliyotupelekea sisi kuanzisha kipindi kama hiki ni kwa ajili ya kuweza kukumbushana mawili aliyoyaeleza Allah subhanahu wa ta'ala, kukumbushana mawili matatu tuliyofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hususan katika kuwalea vizuri na kuwainua vizuri vijana wetu. Hivyo basi tunakukaribisha mpenzi mtazamaji Muislamu mtukufu katika kipindi chetu hiki, uweze kufuatilia kwa makini ili uweze kujifunza mambo aliyotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kipindi chetu hiki kitakuwa kinaelezea masail ya malezi. Neno malezi kwa lugha ya Kiarabu linaitwa at-tarbiya, na tarbiya limetolewa ni masdari ya neno rabba, limetolewa katika rabba yurabbi at-tarbiya. Rabba maana yake wanasema wanazuoni wa lugha waliobebea katika lugha, waliofahamu lugha, rabba shay'in bi maana idha aslahahu, au wengine wakasema ni an-numu wa ziyada, kuongezeka au kurekebisha jambo au kitu au kumrekebisha mtu na kumweka katika laini ya sawa baada ya kumuona amepotea. Ndio wakasema hiyo ndio maana ya neno at-tarbiya. Ndipo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndo alikuwa mwalimu wa kwanza wa tarbiya. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye mwalimu bora kabisa wa malezi, kwa sababu aliweza kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwatoa watu kutoka katika mila ya kijahiliya, watu katika mila ambayo kwamba ni tafu, mila ambayo kwamba haimtambui Allah, wakabadilishwa kwa malezi yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutoka katika mila ile ya kijahiliya mpaka wakawa ni watu wenye kuigwa, ambao mimi na wewe leo ndio tunaoangalia katika dini yetu, ndio tunapaswa kuwaiga katika dini yetu, nao ni masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio mtume aliitwa mlezi bora zaidi kuliko walezi wote, kwa sababu alifanya kazi kubwa ya kuwatoa masahaba kutoka katika mambo ambayo kwamba ni ya kijahilia mpaka katika mambo ya kwenye kutambulikana na kuigwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo neno malezi, mpaka wewe mzazi uitwe ni mlezi bora, ni pale utakapokuwa kila siku unawaongezea na kuwainua watoto wako na kuwasuluhisha watoto wako kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Hii ndio maana halisi ya neno at-tarbiya. Kwa hiyo unapotaka kusifika kwamba wewe ni mlezi mzuri, ni pale utakapofaulu katika kuwalea vizuri kwa maadili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wale wazazi ambao kwamba ni kuwainua watoto wao kwa mwili, kuwainua watoto wao kwa uharibifu, kuwainua watoto wao bila kuwafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ni wazazi lakini sio walezi waliosifika na sifa ya ulezi. Waislamu watukufu, jambo hili la malezi si jambo la khiari, si jambo ambalo kwamba hatutaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanazuoni walichukulia jambo hili la malezi ni jambo la wajibu, kama vile ilivyokuwa swala, kama vile ilivyokuwa saum na wajibati nyingine, mambo ya faradhi mengine katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye kwamba aliwaamrisha wazazi watoto kuwatendea haki wazazi wawili, aliposema waqadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah huyu ndio alitoa amri nyingi kwenye Qur'ani za kuamrisha wazazi kuwatendea uadilifu na usawa watoto wao na zile amana waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala.
Kabla sijaanza kuzitaja hizi aya ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha wazazi watendee haki na uadilifu watoto wao, kwanza tufahamu ya kwamba yule mtoto unapopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, au kupewa kwa sababu wewe una nguvu, au kupewa kwa sababu wewe ni mwanamume kamili, au kupewa kwa sababu wewe la, ile ni zawadi Allah subhanahu wa ta'ala humpatia anayetaka. Allah anasema yahabu lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'al man yasha'u aqima. Allah subhanahu wa ta'ala hukupea kama zawadi hawa watoto na ni kama amana, kwa sababu wako wengi wenye nguvu kukushinda wewe, wako wengi wenye uwezo na pesa za kushinda wewe. Kuna midume ya kikweli kweli, lakini mpaka leo hawajapewa amana kama hii, hawajapewa zawadi kama hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametupia zawadi hii ikiwa katika hali gani? Zawadi ya watoto, amana hii ya watoto wetu Allah ametupia katika hali gani? Anakuja kutuelezea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hali tuliyopewa nao hizi zawadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema kullu mauludin yuladu ala fitra, illa kitakachozaliwa uzaliwa katika fitra na maumbile na tabia ya dini ya Kiislamu. Haya ni maneno ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa tunapata picha na kuelewa ya kwamba zawadi Allah anapotupatia ya watoto huwa ametupatia hii amana ikiwa safi, haina dosari, haina kasoro, haina upungufu wa maadili. Lakini baada ya hapo inaenda wapi? Baada hapo inakuwa vipi? Baada ya hapo hubakia ni uzembe wa wazazi kutosimama sawa sawa katika kuwalea watoto wao, au ni kudharau kwa wazazi na kupatia mgongo na kutopatia umuhimu jambo la malezi na kutoizingatia vizuri na kuihifadhi vizuri amana hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, amana ambayo tutaenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume anasema kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum, nyote ni wachungaji na sote tutaenda kuulizwa kuhusu uchungaji tunaochunga. Kwa hiyo hapa tunapata kuelewa mpaka hapa ya kwamba kwanza ni amana imetoka kwa Allah watoto wetu, kisha imetoka ikiwa iko safi. Sasa ikiwa wewe mzazi watoto wako wameharibika, wewe mzazi watoto wako hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, endapo Allah atakuja kukuuliza ulifanyia vipi na ilikuwaje mpaka mimi nilikupatia ikiwa safi, leo umenirudishia amana hii ikiwa ni chafu, hainitambui mimi Mola wake na muumba wake, wakati nilikupatia ikiwa katika hali nzuri inayomtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili ya haya na kwa ajili ya maneno haya mazito ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio tukachagua kuweka kipindi hiki ya mafundisho haya ya kukufundisha wewe mzazi au kukukumbusha wewe mzazi namna gani Allah anataka uwalelee watoto wako, ni njia zipi Mtume sallallahu alayhi wasallam alitupatia tuwalee vijana wetu, ili na sisi kuweza kufikia katika ile malezi aliyowalelea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watoto wake, yale malezi aliyoyatumia na zile njia alizopitia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwalea masahaba ambao walikuwa wanawaua mpaka watoto wao. Ndipo sasa tukaamua kuweka kipindi hiki. Kwa hiyo kipindi chetu cha kwanza hiki kitakomea hapa, lakini kukushauri wewe mzazi na kukuambia wewe kijana unayetaka kuoa, ambaye unatarajia kuwa na familia yako, ya kwamba ufuatilie kipindi chetu hiki ili uweze kujua ni njia zipi alizopitia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mpaka kuwatoa watu katika imani ya kuwaua watoto wao au kuwazika wakiwa hai, mpaka kuja katika malezi ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Usikose kufuatilia kipindi hiki ili uweze kufaidika na mengi na uweze kujifunza mengi ambayo huyajui katika malezi ya watoto wetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafsu illam kafari la tadza'i